Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Sheikh Ustadh Abu Eid, leo kwa mapenzi ya Allah tumekutana tena na muendelezo wetu wa mada tuliyokuwa nayo ni mambo gani yanayopatikana katika mwezi huu wa Rajab. Kwa kutufaidisha tulitufaidisha katika mwezi wa Rajab kunapatikana safari ya mtume kutoka katika Masjidil Haram mpaka katika Masjidil Aqsa, lakini vile vile ilipatikana safari ya kwenda mbinguni, na safari hiyo ilipatikana kwa kupanda katika ngazi inayoitwa Miraj. Sasa leo tunataka kuangazia katika hiyo safari, namna gani mtume alisafiri, na katika hiyo safari ni kitu gani mtume sallallahu alaihi wasallam ama makusudio gani hasa yalikuwa ni sababu ya mtume kusafiri, na aliona mambo gani katika hiyo safari. Sheikh, karibu kidogo tuweze kudadavua hapo. Na alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyid sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna biha binuril fahmi wa tudhiqu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. Naam, Sheikh ameweza kuuliza kwamba ni mambo gani ambayo yaliweza kutokea katika mwezi huu wa Rajab, lakini halikadhalika niweze kueleza hii safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutoka Maka hadi Baitul Muqaddas na kutoka Baitul Muqaddas hadi kwenda mbinguni, kwamba ni namna gani aliweza kusafiri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari hii. Ndani ya usiku mmoja ikawa amerudi. Ndugu zangu, kwa kweli safari hii kama alivyoeleza Sheikh ni kwamba safari hii tutaieleza kidogo kidogo ili watazamaji wetu wasiweze kuchoka katika kusikiliza safari hii moja kwa moja. Safari hii imetajwa katika suratul Isra. Aya ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu asema, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Mwenyezi Mungu ametaja hii aya kuthibitisha safari hii moja kwa moja kwamba ni safari ipo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua huku duniani kuna watu wengine pengine wanapinga baadhi ya vitu, wanaweza wakapinga, na hii safari ikawa lile jambo lilokusudiwa la safari hii halikupatikana, kwa sababu katika safari hii kulikusudiwa jambo kubwa sana ambalo ni jambo la ibada ya swala. Vitu vingi mtu aweza akatuma mtu, bana, hebu kitu hiki nenda mpelekee mtu fulani, lakini kuna kitu hicho kulingamana na thamani yake ilivyokuwa ni kubwa, mtu mpaka akitaka kuagiza mtu akuletea anaogopa, inabidi akuite mwenyewe, bana, njoo uchukue mwenyewe, kulingamana na jinsi thamani yake ilivyokuwa ni kubwa. Sasa safari hii ni safari, lengo lake ni kwenda kuchukua kitu kikubwa, jambo la ibada ya swala 5. Kwa jinsi thamani yake ilivyokuwa ni kubwa, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuletewa pale pale alipo, bali aliitwa. Hakukuwa na haja ya kutumwa Saidina Jibril apeleke, bali moja kwa moja aliitwa aende akachukue kule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri katika hali ya namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri safari hii kwa kutumwa malaika wawili.
Wengine kauli nyingine zasemekana malaika walikuwa ni watatu, lakini kauli yenye nguvu sana ni malaika wawili ndio walitumwa, ambaye ni Sayyidina Jibrilu, wa pili yake ikiwa ni Sayyidina Mikailu alayhi masalam, juu yao amani. Malaika hawa walikuja wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akalala katika chumba chake indal bait, mbele ya Al-Kaaba. Alikuwa kalala chali pale, na alikuwa yuko katikati ya watu wawili. Mara wakamuona anakuja Sayyidina Jibrilu na Mikail, anakuja kwa ajili ya kumwandaa Mtume kwenda safarini kule. Na ajabu ya safari hii tutaona hapa, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukuliwa tu labda pengine ameoga amefanyaje aende hii safari, bali aliandaliwa kwanza, kama tutakavyoona hapa. Na katika kitabu chetu sisi tunachotumia ni kwamba malaika hawa walikuwa ni malaika watatu, ambaye ni Sayyidina Jibrilu na Mikail, na walikuwa wako na malaika mwingine. Wakambeba mpaka wakafika naye katika kisima cha Zamzam. Fastalqauhu ala dhahrihi, wakamlaza chali. Walipomlaza chali, akawaongoza wao Sayyidina Jibrilu alayhi salam. Kwa sababu katika mafundisho tunafundishwa mkisafiri watu watatu lazima, au zaidi ya watu watatu, lazima muweze kuchagua kiongozi katika ile safari. Msende tu kila mmoja akifika hapo, mkifika hapo mbele kila mmoja mwenyewe ajichagulie apite wapi. Mwisho wa siku ule umoja wenu kwenye safari hakuna. Na pia ikiwa kila mmoja atajiongoza mwenyewe kwenye safari, mwisho wa siku kila mmoja akafanya lile analolitaka, mwisho wa siku mtaweza kuangamia katika ile safari yenu. Mfano mnasafiri katika bahari, mule ndani hakuna kiongozi ambaye anaendesha lile jahazi, sawa Sasa ile huyu atasema bana, mimi nitaendesha kuelekea Dar es Salaam. Huyu amwambia mimi nitaendesha kuelekea Zanzibar. Allah, safari hiyo itafikika kweli? Kwa hivyo lazima kuwe na kiongozi. Kwa hivyo katika kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam na safari nzima, kiongozi mkubwa alikuwa ni Sayyidina Jibril alayhi salam, ambaye Sayyidina Jibril alayhi salam huyu ndio kiongozi mkubwa wa malaika. Hakuna malaika anayemfikia cheo kama huyu Sayyidina Jibril alayhi salam, isipokuwa kwa viumbe vyote kiumbe aliyokuwa bora zaidi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa walipomleta pale katika kisima cha maji ya Zamzam, wakamlaza chali mahala pale. Walipomlaza chali, Sayyidina Jibril akatawalia sasa maandalizi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika upokezi mwingine inasemekana Sayyidina Jibril hakuja tu hivi kawaida, bali yasemekana alipasua ile sakafu ya nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kalala, akaona Sayyidina Jibril amepasua ile sakafu ya nyumba, akaweza kuingia ndani katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni kupasua ambako sio kule kupasua kwamba ukipasua basi pale panakuwa ni wazi, bali ni yani amepasua, amepita na pale mahala pakarudi kama vile palivyokuwa mwanzo. Sayyidina Jibril akaweza kuingia pale, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolazwa pale katika kile kisima cha Zamzam, akapasuliwa kuanzia hapa kwenye kitobwe cha shingo yake mpaka mwisho wa tumbo lake, ila asfala batni, mpaka mwisho wa chini ya tumbo lake.
Alipopasuliwa, kisha akasema Saidina Jibril kumtuma malaika Saidina Mikail, akamwambia itini bitwasti mimma Zamzam, niletee mimi dishi la maji ya Zamzam, hebu niletee. Na kauli wengine hufasiri niletee mimi glasi ya maji ya Zamzam. Kwa nini alete hayo maji ya Zamzam? Kaima atahara qalbahu wa ashrah sadrahu, ili ni utoharishe huu moyo wake na nikikunjue kifua chake. Mtume Saidina Jibril alayhi salam akatoa ule moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauosha mara 3. Katika kuosha mara 3 huko ameuosha kwa sababu ya kufanyaje? Asema wanaza ma kana bihi min adha, akaondoa yale yaliyoko katika ule moyo, katika yale maudhi yalofanyiwa, akayatoa yale maudhi yote, kwa sababu Mtume ilikuwa yale maudhi yale makerokero, maudhi yaliokuwa akifanywa alikuwa akimtia kero katika moyo wake. Sasa Mtume akausafi, Saidina Jibril akausafisha ule moyo mpaka ukawa safi kabisa. Mtume tena akawa hahisi kero lolote alilokuwa amefanyiwa na makafiri wa Maka. Vile vile Saidina Mikaili akaleta tena madishi 3 mimma Zamzam, ya maji ya Zamzam. Kisha baada ya kufanya hivyo likaletwa dishi la maji ya sawa, likaletwa dishi la dhahabu, dishi moja la dhahabu ambalo limejazwa hikma na imani. Ndio maana Mtume alikuwa na hikma sana, ziliongezwa wakati muda ule. Dishi moja liloletwa ni la dhahabu, le dishi limejazwa ndani yake hikma na imani iliyokuwa ya hali ya juu. Kwa sababu imani ni kukosa shaka ndani ya moyo. Ukiwa una shaka ndani ya moyo, basi wewe imani huna. Usiuwe ni mtu ambaye huna shaka. Hata wakati unaomba dua zako usiwe na shaka. Ukisikia miujizati mbalimbali iliyotokea kwa mitume usiwe na shaka. Miujizati mbalimbali iliyotokea kwa mawali al-auliyaullah usiwe na shaka. Na ukiwa na shaka utakuwa umeenda kombo na tauhidi, utakuwa umeingia katika kufuru. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akajazwa hikma na iman. Asema kama anavyosema fa afraghahu fi sadrihi, akamimina katika kile kifua chake, wa malaahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islam, akamjaza hilma, upole, wa ilma, akamjaza elimu, wa yaqina, na akamjaza yaqin, wa islama, na akamjaza uislamu. Hayo ndo maandalizi alokuwa akifanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Jibrilu kwa ajili ya safari ya kwenda Isra wal Mi'raj. Maana yake Isra ni kutoka, ukisikia Isra ni ile kutoka pale Maka mpaka Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, na Mi'raji ni kupanda. Miraji ni ngazi, kwa hivyo ni kupanda kutoka pale Baitul Muqaddas mpaka kwenda huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, kabla tujaendelea mbele, naam, kwa maandalizi hayo tunapata somo. Naam. Somo la kwamba waumini ama muumini ama waumini wanapokuwa wana jambo lao, lazima katika jambo lao, jambo la kwanza kuwe na waweke kiongozi. Hakika. Yani kuwe na kiongozi. Kwa hiyo hawa wenye sisi tunaamiri, sisi tuna nani, si mambo ya kuzusha. Ni jambo ambalo lina asili na lina dalili kabisa. Lakini funzo la pili tunapata kwamba ni kwamba palikuwa na
na Mtume sasa hakukoshwa kuogeshwa maji tu ili mradi kwamba nasafiri kama tunavyosafiri leo, bali alikoshwa maji, na maji yale ndani yake yalijaa mambo mengi, na zilipatikana zawadi nyingi kama hivyo, kujazwa elimu, hikma, ilman, au sio, yaqina wa islam. Naam. Hizi ni faida za kukoshwa. Mtume kakoshwa, zikapatikana faida hizo uwekewa ndani yake. Haya ni maandalizi ya safari ya Mtume. Naam. Na kwa nini unanukuu haya? Nanukuu haya ili mtazamaji aweze kuyashika na kuyazingatia zaidi. Hakika. Yalla, nadhani tuendelee mbele. Naam. Hakika umezungumza jambo kubwa. Hata huku kusafishwa huu moyo huku unaonyesha kwamba ili upate ule Uislamu uliokuwa mzuri kabisa, ni lazima moyo wako uweze kusafika, kwa sababu huu moyo huu ukiharibika, basi ndio mwili mzima umeharibika, hauwezi kufanya mambo ya sawa. Lakini moyo huu ukitengenezeka, basi kila kitu utakachokifanya utakifanya katika hali ya usawa na hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anairidhia. Asema thumma atbakahu, kisha alipomaliza Saidina Jibril kumjaza Mtume sallallahu alaihi wasallam upole, elimu, yaqin na Uislamu, Saidina Jibril akaufunga ule moyo. Thumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwa, kisha akampiga kati ya mabega yake muhuri wa utume. Hivi sasa hivi watu tunakaa tunapiga mihuri ya vitu mbalimbali. Ni mambo ambayo kwamba yalikuwepo, yalikuwa yana asili. So ni mambo tu, bali ili kitambulike kitu ni rasmi wapi, au kitu hiki ni feki au ni oji, kiwe na muhuri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigwa muhuri wa utume kati ya mabega yake. Asema kisha baada ya kupigwa muhuri, kama tunavyojua, kama ni barua tunaiandaa, tunataka tuitume sehemu fulani, tukishamaliza kuiandaa tunaipiga nini? Muhuri. Baada ya kupiga muhuri inaenda. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopigwa muhuri, tayari inaashiria tena kashakamilika kwa ajili ya nini? Ya safari kwenda Isra wal Miraj. Alipomaliza pale, alipopigwa muhuri, thumma utiya bil buraq musrajam muljama, kisha akaletwa Buraq hali ya kuwa ni mwenye kutandikwa, muljama hali ya kuwa ni mwenye kuvishwa kamba kwa ajili ya safari. Wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa alhimar duna albughul, na ni mnyama mrefu ambaye kwamba ni fawqa alhimar, ni mrefu zaidi ya punda, lakini ni mdogo kidogo kwa nyumbu. Kuna mnyama anaitwa nyumbu, nadhani watu wanamjua. Basi huyu Buraku huyu ukimlinganisha na punda, basi Buraku ni mrefu, ni mkubwa kidogo, na ukimlinganisha na nyumbu, basi Buraku yuko chini kidogo, lakini maajabu yake makubwa kama tutakavyoona. Asema maajabu yake nini mnyama huyu? Asema yadau hafirahu inda muntaha tarafihi, huyu miujiza yake ya ajabu kabisa. Tena mwenyewe kaitwa Buraku. Buraku ni jina linalotokana na huko kwenye jina la Baruku. Kwa hivyo Baruku ni umeme. Sasa huyu Buraku huyu yasemekana anaweka kwato lake pale jicho lake linapoona. Subhanallah. Wewe piga mahesabu unavyopiga tu kwamba kama anaona daje, kwato lake litakwenda kutua wapi? Da. Ndio maana watu hustaajabu, ndio huko mbeleni kama tutakavyoona huko mwisho kabisa, makafiri wanastaajabu, wewe utoke hapa Maka uende Baitul Muqaddasi urudi siku hiyo hiyo, usiku huo
ile hali sisi tunaenda mwezi mzima, kwenda mwezi kurudi mwezi, kwa maana kwenda na kurudi miezi hii miwili mizima tunatumia njiani. Wewe umeenda ndani ya usiku mmoja, inawezekana vipi? Walitakiwa kwanza wasikilize, watambue kwamba huo usafiri wenyewe uliopandwa ni usafiri gani, usafiri uliotumika ni usafiri gani, kwa sababu mnyama huyu anaweka kwato lake pale jicho lake linapoona. Zania huyo kama jicho linaona korogwe, si mara moja tu akianyanyua unyayo hapa kutoka handeni anakanyaga korogwe, safari ishamalizika. Kwa hivyo mnyama huyo inasemekana anapiga katika sifa zake. Tunaelezea sifa za ule mnyama hapa, safari haijaanza hapa tunaelezea sifa ya yule mnyama au kile kipando alichokitumia Mtume Muhammad. Asema mnyama huyu anapiga masikio yake pale anapopanda juu ya jabali, juu ya mlima. Asema akipanda juu ya mlima, irtafa'at rijlahu, ile miguu yake inanyanyukia juu hivi. Miguu ni ile ya nyuma ile. Sasa anapopanda juu ya mlima, ili asije akamkera Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa Mtume kalaliana hivi apata tabu, basi akipanda mlima hii miguu ya nyuma inanyanyuka, inanyanyuka kwenda juu. Mtume anakuwa flati pale, ule mgongo wake unakuwa flati, Mtume anakuwa kakaa pale kwa raha kabisa, halalilali, unaelewa, anakaa kimwinyi kabisa hivi. Na huyu buraku akishuka kwa sehemu ya mporomoko, basi ile mikono yake ya mbele ile inanyanyukia tena, ili Mtume wakati yule buraku anashuka, Mtume sallallahu alaihi wasallam asiwe katika hali ngumu, kwa sababu aliopanda ni mtukufu Mtume Muhammad. Yasemekana huyu buraku ana mbawa mbili katika mapaja yake, anahifadhi kwa zile mbawa mbili ile miguu yake, ili isiweze ile miguu yake iende katika hali ya raha kabisa. Anahifadhi kwa zile mbawa zake miguu miwili, na wanasema katika kazi ya hizi mbawa mbili, anasema yahfizu bihi marijilaihi, anaitia nguvu ile miguu yake. Asema fastaswaba alaihi, yule buraku wakati anapandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta tabu kidogo, sababu Saidina buraku alikuwa anapandwa na mitume. Sasa wakati huo bado hajajua kwamba huyu ni nani, na yeye hawezi kupandwa tu na kila mtu, sisi tumeelewana. Kwa hivyo ikabidi kwanza alete tabu kidogo, asumbue kidogo kwamba siwezi pandwa. Lakini Saidina Jibril akaweka mkono wake juu ya singa zake hapa shingoni hapa, akaweka mkono hapa shingoni, akamwambia Burak, hivi huoni haya ewe Burak, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu hajawahipo kukupanda wewe kiumbe aliyokuwa bora kuliko huyu Mtume Muhammad. Wewe umepandwa sio na mitume sio nani, hakuna kiumbe aliyowahi kukupanda kama huyu. Subhanallah. Basi yule buraku akaona haya mpaka akabubujisha jasho. Yaani aliona haya akashikwa na mtetemeko mpaka akabubujisha jasho. Kumbe mimi nakataa kupandwa, kumbe nakataa bahati kubwa hii ya kupandwa na kiumbe bora kuliko. Subhanallah. Mpaka akatulizana, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akampanda yule buraku.
Na katika hadithi ambayo imepokelewa na Said ibn Musayyib na wengineo, anasema wahiya dabbatu Ibrahim, huyu buraku ni mnyama pia wa Nabii Ibrahim, ambaye kwamba alikuwa akimpanda akija naye Baitul Haram. Nadhani hayo ndio maandalizi ya safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa to lake pale jicho linapokoma, hapa tunaweza kujionea ni jinsi gani mnyama huyu alivyokuwa anaweza kusafiri kwa kasi ya ajabu na kwa haraka zaidi. Naam habibi. Naam, ndugu wapenzi watazamaji, kama ilivyo safari hii, alhamdulillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu tunaona maandalizi ya safari. Kwanza ni maandalizi, maana mtu hakurupuki tu akasafiri. Kama vile leo wewe unavyotaka kusafiri hukurupuki, lazima uandae nauli yako, kakate tiketi, uandae nguo zako na ujue kule unakokwenda. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifanywa maandalizi na viumbe bora ambao ni malaika, walikuja kufanya maandalizi kwa ajili ya safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhabibi, kwa kumalizia, naam habibi, maandalizi haya huenda mtazamaji kwa kuyasikiliza kidogo tu huenda akafunguka na akatamani kujua mengi zaidi. Kwa kumalizia, baada ya buraku Mtume kumpanda na mbio hizo, safari hiyo unaweza ukatuambia tu kidogo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alitoka baina pale Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kati hapo ukatugusia walau mambo mawili mpaka mambo matatu katika hayo katika kuanza hiyo safari. Naam, ni kwamba miongoni mwa mambo ambayo kwamba aloyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katikati, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda mahala, wakifika mahala hapo Sayyidina Jibril alayhi salamu akimwambia shuka uswali mahala hapa. Na pia pamoja na kuswali mahala hapo, pia Sayyidina Jibril alikuwa hamwachi tu kwamba ameswali mahala hapo amepanda tu anaenda, bali humwambia pia na sababu ya kuswali mahala hapo, humweleza kwamba mahala hapa umeswali kwa sababu ni mahala ambapo Nabii Musa alayhi salam alizungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wakifika mahala pengine akimwambia shuka uswali, humweleza pia kwamba mahala hapa ndipo ambapo kwamba utahamia, hapa umeswali Twaiba na hapa ndipo ambapo kwamba utahamia. Lakini pia sehemu nyingine akifika akiswali anaambiwa hapa ndio mahali ambapo kwamba alizaliwa Nabii Isa alayhi salam. Akienda akifika sehemu nyingine humweleza kuna mahali pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika na Sayyidina Jibril alayhi salam, wakakuta harufu nzuri sana. Mtume akamuuliza hii harufu ya nini hii? Sayyidina Jibril akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia harufu hii ni harufu ya msusi wa binti wa Firauni na watoto wake. Wakati anamsuka binti wa Firauni, lilidondoka chanuo lake. Lilipodondoka ile chanuo, yule msusi wakati analiokota ile chanuo akasema bismillah taisa Firauni, naanza kuokota chanuo hili kwa jina la Mwenyezi Mungu, amepata hasara Firauni. Yule binti wa Firauni akamwambia awalaka rabbun ghaira abi, hivi wewe una Mungu mwingine asiokuwa baba yangu? Yule binti akamwambia ndiyo, mimi nina Mungu mwingine asiokuwa baba yako. Yule binti akamwambia afa akhbiru abi bidhalika, je nikamweleze baba yangu jambo hilo? Yule msusi akamwambia ndiyo, nenda kamueleze. Yule binti alipokwenda kumweleza baba yake Firauni laanatullahi alaihi, yule Firauni akamuita yule dada
msusi wa mwanaye. Alipomuita akamwambia, awalaki rabbun ghairi, hivi wewe una Mungu mwingine asiokuwa mimi? Yule binti akamwambia, rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu na Mola wako ni Mwenyezi Mungu. Sio Mola wangu tu, bali Mola wangu na Mola wako wewe Firauni ni Mwenyezi Mungu peke yake. Yule Firauni akamwambia, basi nataka wewe urudi kwenye dini yako ya kuniabudia mimi. Kama utakuwa hutaki kurudi, basi nyinyi nitawaadhibu adhabu kali sana. Wakatakwa yule dada na mume wake, na alikuwa kaingia katika Uislamu, na wengine wote na watoto wake wote wako katika imani ya sawa. Wakatakwa warudi katika Uislamu, akakataa. Warudi katika nini? Katika dini ya kumwabudu Firauni. Wakakataa. Walipokataa, likaitwa sufuria kubwa. Lilipoitwa lile sufuria pale, likachemshwa mafuta, likachemka lile sufuria. Lilipochemka, wakaambiwa, sasa mnaona hili sufuria linalochemka hapa? Wakasema ndio. Wakaambiwa, sasa nyinyi mnatakiwa muingizwe hapa, si hivyo ili muokoke na adhabu hii ya kukaangwa kama samaki, sharuti murudi katika dini yenu. Bado tena wakakataa. Basi wakachukuliwa mmoja mmoja, wakawa wanatupwa mpaka akabakia yule dada na mtoto wake mdogo ambaye ananyonya. Sasa yule dada wakati anaitaka aingizwe kule, akasita, akataka kurudi katika ile dini nyingine. Kwamba kwa nini anasita? Huyu dada anasita, yasemekana anaona, nikishaingizwa humu ndani na mtoto wangu ni mdogo, atanyonya kwa nani? Mama jinsi alivyokuwa na huruma kwa mwanae. Najua hata ni mkeo siku zote mwageukiana na nini, lakini akishazaa mtoto mapenzi ya hama. Hata kugeukia wewe tena ana habari nawe, yamehamia kwa mwanae. Sasa mama ana mapenzi makubwa kwa mwanae, akataka kuweza kurudi katika dini ya Firauni ili walau aweze kumnyonyesha mwanae tu, lakini si kwamba anarudi kwamba anamwamini Firauni. Yule mtoto alizungumza akasema, ya umma qai wala tataqasi fa innaki ala alhaqi. Yule mtoto akamwambia mama yake, mama yangu, ingia na wala usisite, hakika wewe uko katika. Mtoto mdogo ananyonya, hawezi sema, hawezi zungumza, lakini wakati ule alifanyaje? Alizungumza. Ndio maana huko mbele tutakwenda kukuta kwamba watoto waliozungumza wakiwa ni wadogo ni huyu mtoto na vile vile shahidi wa Yusuf. Yule wakati Nabii Yusuf aliposingiziwa kwamba yeye amembaka yule mke wa mfalme. Wakati wako pale nje wanazozana, yule mtoto mdogo ambaye hawezi kuzungumza, basi alizungumza, akawaambia, nyie hebu tizameni kanzu ya nani? Ya Nabii Yusuf. Ikiwa imechanika nyuma, basi huyu mama alikuwa akifanya hili. Lakini ikiwa imechanika mbele, basi Nabii Yusuf ndo alikuwa anataka ambake huyu mama. Subhanallah. Walipotizama kanzu ya Nabii Yusuf imechanika nyuma, ukafahamika ukweli. Lakini mtoto mwingine aliozungumza ni Swahibi Juraij. Ni ule mtoto aliyokuja kumtetea Juraij. Ule mtoto aliosingiziwa kwamba ni wa Juraij, kwamba Juraij alikuwa ni mcha Mungu mpaka akahama pale kwenye kijiji. Visa hivi tutavizungumza kwa ufupi sana. Akahama pale kwenye kijiji, wakati anakaa kule kwenye kijiji kule, alipokuwa anakaa kule juu ya mlima kule, alihamia kule kwa ajili ya kufanya ibada zake. Mama yake alikuja kumuita kule,
Wakati mama yake anafika pale Jureji anapofanya ibada, akamkuta Jureji yuko kwenye ibada ya rakaa 2 ya za sunna. Akaita Jureji anafikiria. Jureji maskini ya Mungu alikuwa mcha Mungu tu, lakini alikuwa hana elimu. Laiti angekuwa na elimu angevunja swala, akamsikiliza mamake. Ajibu. Kumbe kwa sababu sheria inamwambia hivyo. Sheria inatuambia kwamba mama akikuita, hata kama uko kwenye swala, madamu swala ile sio ya faradhi, vunja swala, msikilize mama kwanza anasemaje. Sasa Jureji alikuwa maskini ya Mungu, yeye hana elimu bali alikuwa mcha Mungu. Akaendelea na swala. Mama yake akaja siku nyingine, akamkuta Jureji vile vile yuko kwenye ibada. Akajiuliza Jureji, swala mama? Akaona swala, akaendelea na swala. Siku ya 3 hivyo hivyo akakutwa katika hali ile ile kama mtihani. Swala mama? Akaona swala, akaendelea na swala. Akaona labda nikimaliza ndo nimuitike mama. Wakati kila akimaliza anakuta mama tena kashaita, kashafanyaje, kashaondoka zake. Kwa hivyo mama yake alipokuja ile mara ya 3 aliacha neno, akasema basi sawa, kama hutaki kuniitika, ila utakutana na mtihani. Asante sana. Umenielewa? Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema babani muajjalani uqubatuhuma fi dunya al-baghy wal-uquq, rawahu al-Hakim. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Hakim anasema mambo mawili yanafanywa haraka sana kuadhibiwa hapa duniani. Yani hayo hayangojwi ya akhera hayo. Jambo la kwanza akasema al-baghy, dhulma. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili wal-uquq, na kuwatukana wazazi wawili. Sasa kumtukana mzazi si mpaka umwambie tu neno baya, bali pia kumnyamazia, kutokumsikiliza pia ni kumtukana. Kwa hivyo saa nyingine tunatakiwa tusome kabla ya kufanya ibada, kwa sababu tukifanya tu ibada, mimi najuta sana kama kuna wakati nilifanya ibada kwa sijasoma vizuri, najuta sana, ila namshukuru Mwenyezi Mungu wakati ninafanya ibada nimeendelea kusoma mpaka sasa, nimevijua baadhi. Tunapofanya ibada tufanye ibada, lakini tufanyeje? Tusome ili tujue namna sahihi ya kufanya hizo ibada. Kwa hivyo Jureji akapigwa mtihani kule kijini alipokimbia kule, wakasema Jureji ajifanya mcha Mungu sana. Wewe ni mtu mwema, umewakimbia, lakini bado wanakutafuta hata huko uliko, si umeenda wapi huko. Tatafutwa tu, wewe akimbie tu, afu utaona utatafutwa huko ulikoenda. Akasema hawa anajijia mcha Mungu sana, atuhama. Kwa hiyo tumuonyeshe. Sasa hapa tumwandalie mwanamke mzuri na malaya anayejua kufanya vimbwanga. Basi kukaandaliwa kigori. Watu wa Tanga wata kigori. Mwana mzuri kabisa. Asante sana. Akaambiwa nenda kule kafanya vitu vyako, tutakulipa. Analipwa huyo. Akaenda mpaka pale Jureji anapofanyia ibada pale. Alipofika pale amkuta Jureji yuko kwenye ibada zake. Yule mwana hakuangalia cha ibada, akaanza kutipulika mbele ya Jureji. Asante sana. Jureji kila anavotipulika nini, Jureji yuko kwenye ibada. Kila mwisho wa siku ile dada navomtipulikia vyote hivi, hafu nilivyokuwa najishepu namna hii, huyo mwana bado tu. Ikabidi yule dada aweze kusarenda, ikabidi arudi zake. Wakati anarudi njiani akakutana na mchunga mbuzi. Sumera akasema siwezi rudi hivi bana, koja nifanye hapa, alafu ikitokea mimba nitasema ya Jureji, sije ngakosa mshahara bure. Msosi naye alipoelezwa yule mchungaji naye alipoelezwa, mchungaji wa mbuzi
Mchungaji naye alipoelezwa akasema zali la mentali ili hapa tena maporini huku. Kamaliza kabisa kazi, ikabidi apige zali bwana. Mchunga mbuzi akapiga zali, yeye mwenyewe anaona nzali kumbe mbalaa, lakini balaa kwa Mungu, lakini hajali, apiga zali. Kapiga zali, yule mwanamke, ajabu ya Mwenyezi Mungu ataka kudhihirisha jambo lake. Basi yule mdada alipata mimba pale pale, na ile mimba ilikuwa kwa kasi na kuzaliwa mapema, ili jambo la Mwenyezi Mungu liweze kufanyaje, liweze kupita, liweze kukamilika. Sasa yule mwanadada alipoonekana na ujauzito, watu walinani, watu wakasema subiri huyu mwana ajifungue. Alipojifungua walikwenda kwa Jureji. Kwanza alipoulizwa hii mimba ya nani, huyu mtoto mwana, akasema wa Jureji. Asema Jureji mshenzi kabisa, anajidai mcha Mungu, kumbe hana lolote, malaya mkubwa, ngoja tumfuate huko. Wakamfuata Jureji, wakamfanyia fujo mpaka wakavunja kile kibanda chake. Tumeelewana? Sasa Jureji akamwambia, nyie mnanifanyia haya, lakini mimi sijazini na huyu mwanamke. Ili kama mwataka muamini kwamba mimi sijazini na huyu mwanamke, mleteni huyo mtoto. Yule mtoto alipoletwa, yule mtoto alikuwa hawezi hata kuzungumza. Jureji kidole cha shahada hiki alimgusa nacho katika kitovu, kama alimtia kitu, mtoto akazungumza, asema baba yangu mimi ni mchunga mbuzi. Watu ndio tumemfanyia fujo Jureji kiasi hichi, kumbe hana kosa lolote. Kabidi sasa wamwahidi Jureji kwamba Jureji, tunakuomba tunakuomba utusamehe kwa hili tulilokukosea, lakini pia tunakuahidi tutakwenda kujengea kijumba ambacho kwamba kitakuwa ni kizuri kuliko kile. Jureji mcha Mungu akaambia, mimi sitaki kijumba kizuri zaidi ya kile, nataka kile jengee kile kijumba changu niendelee na ibada zangu. Akamjengea ibada. Kwa hivyo huyo ni watatu. Huyo wa nne na wa mwisho ni Nabii Isa bin Maryam. Naye mama yake aliposingiziwa kwamba ni mzinifu, na ndio daabu ya watu wema kusingiziwa mambo hayo ya ovyo. Ndio desturi ya watu wema kusingiziwa, lakini baadaye husafika kwa njia ambayo kwamba ni ajabu kabisa ya kustaajabisha. Lakini alisingiziwa kwamba ni mzinifu, lakini mwisho wa siku Nabii Isa alayhi salam alizungumza na kuthibitisha kwamba mama Maryam sio mzinifu. Nadhani kwa hayo yaweze kututosha. Nadhani kwa hapo tufikie mwisho na tukome hapo. Panapo majaliwa tutaendelea kukutana tena katika Alhamisi ijayo na muendelezo wetu huu wa mada. Tuseme tu billahi tawfiq wa hadha, salamu alaykum wa afwa minkum. Wa alaykum salam.